Karibu sana mpenzi mtazamaji wa kipindi chetu. Kipindi hiki kimekuwa ni kipindi kizuri ambacho kinafanya service ya ubongo. Huwa tunashauri kama unapopeleka gari yako au chombo chako cha moto kwenye service, ni vizuri pia kuservice ubongo wako ili kuweza kujipatia taarifa ambazo unakuta hauna, zinazoweza kufanya uperform vizuri. Maana lengo la kupeleka chombo cha moto service ni kukifanya kiperform vizuri. Kwa hata mimi nataka kukusaidia kwenye video ya leo uweze kuperform vizuri zaidi kile unachokifanya. Kwa hiyo leo nitaongelea namna nzuri ya kufanya ili uweze kushindana kwenye soko la ushindani hili ambalo tuko nalo. Kwa sababu ushindani wetu umekuwa ni mkubwa sana kwenye biashara, na usipokuwa makini ushindani unakuangusha. Unafeli kabisa, japokuwa biashara tayari unayo, lakini jirani yako aliye pembeni yako ni mshindani wako mkubwa. Kwa hiyo anakufanya wewe unashindwa kushindana na unaanguka. Sasa sikiliza kipindi hiki mwanzo hadi mwisho ili uweze kupata matunda mazuri na namna nzuri ya kufanya ili uweze kuwa mshindani mzuri ambaye unatokelezea kwenye ushindi. Karibu uwe na sisi mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Kama nilivyokwisha kusema, ni kwamba ushindani wa biashara, ushindani wa kazi, ushindani wa kila chochote unachokifanya umekuwa ni mkubwa sana kwenye maeneo yote, yaani ya biashara au ya nyanja yoyote unaoifanya. Ushindani ni mkubwa, na wale ambao wamefanya vizuri zaidi ya wengine ndio ambao wameweza kushinda na kubaki kwenye soko. Kwa hiyo soko letu ni changa, soko letu ni dogo, lina watu wachache. Unaweza usielewe kinachokiona ukiwa bado wewe ni mfanya biashara mdogo, lakini kwa wale wafanya biashara wakubwa ambao wameshaiona Tanzania au Afrika kama sehemu ndogo tu ya biashara, market share imekuwa ni ndogo sana. Kwa hiyo competition ni kubwa, na kwa bahati mbaya wengi ushindani wetu ubebezi kwenye bei, pricing competition. Yaani watu wengi wanaofanya biashara au wanatoa huduma sasa hivi ukiangalia kwa hali ya juu sana, tunakuwa tunashindana mwenye bei rahisi. Yule ambaye ana bei nzuri ndo anayeuza, mtu mwenye bei rahisi ndo anayeuza. Sasa ushindani ukishakuwa kwenye pricing, hali ya biashara inakuwa ngumu sana, kwa sababu kila mtu ataanza kutafuta namna ya kumshinda mwenzie kwa kupunguza faida. Nasema kwa kupunguza faida kwa sababu tunaona anapunguza bei, lakini kila unapopunguza bei unapunguza faida ya bidhaa yako. Kila unapotaka kufanana na jirani yako ndo faida yako inazidi kupungua. Unaweza ukashangaa hata kodi mnazolipa za pango sio sawa. Uendeshaji wako wa biashara na kampuni sio sawa, lakini bei mnaanza kushindana, pengine wewe ndo na bei rahisi kuliko yeye, na wakati gharama zako za uendeshaji ziko juu kuliko yeye, alafu unajikuta unapunguza bei. Kwa hiyo ukiona unapunguza bei, unaanza kupata slow motion ya kifo cha biashara. Yaani biashara yako inaanza kufa taratibu bila wewe kujua, kwa sababu unapata margin ndogo ambayo haikupi faida ya kutosha ya kuendesha biashara yako. Kwa hiyo kuna mahali tu hapo mbele unafika umegota, unakwama, vitu haviendi na biashara inakufa, kwa sababu umekuwa ukiua taratibu, kwa sababu ushindani wako uko kwenye bei, na unashusha bei kila siku. Unaona ni mteremko fulani vinaleta watu wengi, lakini kumbe faida ile margin inayobaki inakuwa inazidi kushrink, inazidi kuwa ndogo siku hadi siku. Mwisho wa siku una break even, mwisho wa siku unaanza kula hasara. Unatoa shilingi 100, unakumba matumizi yako ni shilingi 102. Unakuwa unapoteza shilingi 2 kwa sababu ni ndogo, unakuwa unaona kama huioni. Taratibu inaongezeka, taratibu unakwenda unakufa. Kwa hiyo nataka kukuambia ni kitu gani leo? Nataka kufundisha namna nzuri ya kuwa na nguvu ya kiushindani kwenye soko la biashara hili lenye washindani wengi wanaoshindania bei. Hata kwenye bei penyewe nataka nikuonyeshe namna ambayo utaweza kuvuka ushindani huo wa bei. Lakini hata kwenye bei, kama bado mnashindania bei, watu wengi sana wanajua aina moja tu ya kutengeneza bei, aina moja tu, wakati ziko aina 3.
Hebu ngoja nikwambie aina zote 3 za namna ya kutengeneza bei, alafu uone hata kwa kutumia hizo, hata kabla hujaenda kwenye competitive analysis, namna ya kushindana kwenye biashara, hata kwa kutumia tu namna 3 za kutengeneza bei zinaweza kukufanya ukaanza kushindana na watu wengine. Aina ya kwanza ni ambayo mnaifahamu, kila mtu anaitumia, inaitwa market value pricing. Yaani tuna charge vitu au tunaandaa bei kulingana na mteja ambavyo yuko tayari kulipa kwa mazoea yake ya soko lilivyo. Yaani unaandaa bei kulingana na mazoea ya soko lilivyo, kwamba wenzangu huwa wanauza shilingi ngapi kalamu hii, wenzangu simu wanauza shilingi ngapi, wenzangu tablet wanauza shilingi ngapi, wenzangu kompyuta za aina hii wanauza shilingi ngapi, matunda, ndizi, papai wanauza shilingi ngapi. Kwa hiyo unasikilizia wenzio. Kwa hiyo ukienda kwenye kijiwe cha wanaouza mapapai au wanauza ndizi, wote wanauza shilingi 250 au wote wanauza shilingi 300, kwa sababu wanaangaliziana kwamba mwenzangu amepanga bei ya 300 na mimi niuze 300. Hawezi kuuza 500 kwa sababu anajua market value pricing itampiga. Watu watakuwa hawanunui kwake kwa sababu wateja wamezoea kununua kulingana na soko linasemaje kwa sasa hivi. Kwa hiyo wenzangu wanauza bei gani anakuwa anaangalizia, na yeye anaenda kupanga bei hiyo hiyo. Anasahau kufanya cost analysis, kuangalia gharama zake binafsi za uendeshaji wa biashara. Na hii imesababisha biashara nyingi sana zikwame, kwa sababu mtu anaangalizia tu bei ya mwenzie bila kuangalia gharama zake za uendeshaji na aliyomtokea kwenye mchakato mzima mpaka kuset up ile biashara pale. Ni kila mtu yuko tofauti. Biashara yako unaweza kai-set up kwa milioni 2. Hiyo biashara ya aina hiyo kuna mwingine kai-set up kwa milioni 10. Alafu leo mnakuja mkompiti kwenye pricing, mnashindana kwenye bei kwa sababu ya kutumia bei iliyoko sokoni, market value pricing. Mwisho wa siku, yule ambaye ana gharama kubwa za kuendeshaji, faida yake inakuwa either hakuna kabisa au inakuwepo kidogo sana kuliko yule ambaye ana gharama ndogo za uendeshaji. Kwa hiyo mkitumia hiyo njia peke yake, maana yake ni kwamba ushindani unakuwa ni mkubwa sana. Na wetu wengi sana ambao mnanisikiliza na wafanya biashara au mtatoa huduma sehemu yoyote, mnatumia market value pricing. Mnaangalia nini kinakubalika kwenye jamii, watu wanaweza kuafford nini hapa, wanakaa hapo. Na hiyo ni hatari sana, kwa sababu watu wote mtakuwa na bei zinazofanana. Au pingine mtu anaamua kushusha bei, mimi nafanya ndizi 250 bwana, wenzio wote wanauza 300, mwenye 250 anaanza kumaliza, wengine wanakuwa bado wanako nazo. Kwa hiyo kwa sababu mnashindana kwenye bei, products ni sawa, huduma ni sawa, mnashindania bei. Lakini kumbe kuna aina nyingine ya bei, ya kupanga bei, inaitwa aspirational pricing. Hii unapanga bei. Aspirational pricing ni kwa Kiswahili chake nashinda kukiweka, lakini maelezo yake ni kwamba unapanga bei ambayo iko juu kuliko watu wengine. Ni muhimu iwe juu kuliko watu wengine, lakini ukiwa unamaanisha ubora, quality ya huduma, ukiwa unamaanisha upekee, kwamba uniqueness, kwamba wewe bidhaa yako ndiyo ni ndizi, lakini za kwangu hazijapuliziwa, zimevundikwa. Una signify ubora, quality. Ya pili, una signify uniqueness, kwamba ni za kipekee. Na ya tatu, unaweza ukawa una signify, unamaanisha hadhi, status. Kwa hiyo unapanga bei ya juu kuliko wengine, ukimaanisha kwamba wewe kitu chako ni bora kuliko cha watu wengine. Yawezekana unauza vitu ambavyo ni organic, havina chemical ndani yake, vinaboresha kinga ya mwili, vitamin C au vitamin B au chochote kile unachotaka kufanya. Una sifa fulani inayokupa upekee. Kwa hiyo bidhaa yako unaipangia bei ya juu kidogo kuliko watu wengine wote sokoni, kwa sababu kwanza labda kwa ubora wake ilivyo,
Pili, labda kwa sababu ya status, yani hadhi, mtu akishika anapata heshima. Au kingine unaweza kuwa unamaanisha upekee, kwamba wengine wote matunda yao ili yaive wanayapulizia maembe moto. Mimi navundika kutoka yanaivia kwenye mti, kwa hiyo haya nimeiva naturally. Kwa hiyo unaweza kuyauza kwa bei kubwa kidogo, kimaanisha hadhi kubwa. Nakumbuka kipindi na zamani, miaka zamani sana, nilikuwa na mvuvi wa samaki. Tukitoka ziwani kuvua samaki, tunapeleka wale samaki sokoni. Ukifika samaki wakiwa bado wanacheza ziwani, sisi tunaleta zamani samaki akiwa bado ana mapigo ya moyo ndani yake. Kama umekaa kanda ya ziwa, unaweza ukathibitisha ninachokisema hiki, au maeneo yoyote ambayo yana samaki, hata kama ni mto, samaki anakuwa bado anacheza. Ukimfikisha sokoni, unakuwa unampangia bei kubwa sana mwanzoni, kabla jua halijaenda mbali, kwa sababu bado yuko hai, bado ni mzuri. Unamaanisha hadhi, unampangia bei kubwa. Wale ambao wanataka kununua vitu vyenye hadhi wanakuja kununua kwako. Mnaweza wote wakawa wako umetoka ziwani kwa wakati mmoja, lakini unaweza kupandisha bei, kumwambia hao ameshaanza kuharibika, huyu anayeuza bei ndogo samaki yako ameshaanza kuharibika. Na ukumbuke kwamba sisi zamani tulikuwa tunavua samaki, jamani, kulikuwa hamna freezer. Sasa hivi unaweza usinielewe kwa sababu nyewe samaki mnaweka kwenye freezer. Sisi kulikuwa hakuna freezer, yani freezer ni hali ya hewa ya Mungu. Kwa hiyo wakiwa bado wanacheza wa kwangu, ninawapangia bei kubwa sana. Naambia, bwana, hii samaki bado ni fresh, ametoka ziwani sasa hivi, hata ukimgusa bado anacheza, na ndio maana nakuuzia bei kubwa. Hao wa mwenzangu yeye ameshaharibika, au ndio maana anauza bei rahisi. Kwa hiyo lakini namaanisha tuka status fulani kwamba akinunua anajisikia yule mnunuzi anajisikia kwamba amenunua samaki mzima. Haijalishi atamfikishaje nyumbani na hali gani, lakini wewe ulikuwa tu unamuuzia, umemuuzia hadhi, status, kwamba amenunua samaki fresh, amenunua samaki anayecheza. Lakini watu mnafahamu, hata baadhi ya simu hizi za mikononi mnazozinunua zina bei kubwa kwa sababu ya hadhi ya status. Yaani watu wanazinunulia status. Kwa hiyo mtu ananunua simu ya milioni 5 kwa sababu ya status. Ni hadhi tu ndio inampelekea kununua, au ubora, au kuwa na upekee, kwamba una iPhone fulani 17 sasa hivi, sijui 18. Kwa hiyo unakuta kila mtu anafanya kwa mambo hayo. Kwa hiyo mteja anakubali kununua bei kubwa kwa sababu ya namna unavyofanya ajisikie, sio kwa namna ambavyo wewe umetumia gharama. Inawezekana umetumia gharama ndogo tu kumvua yule samaki, au sawasawa na mwenzio, lakini namna mimi ninavyotaka mteja wangu ajisikie hadhi, ajisikie amenunua samaki bora, ajisikie kwamba hii samaki ni ya kipekee, ni tamu kuliko samaki wengine, unamuuzia bei kubwa. Kwa ndivyo ilivyo hata kwenye bidhaa zetu tunazozifanya. Ukitaka kutumia hiyo mode, ni lazima utengeneze sifa zitakazoshabihiana na ubora, shabihiana na hadhi, au uniqueness, au pekee wa bidhaa. Ukifanya hivyo, inakupa nafasi ya wewe kutumia aspirational pricing kama sehemu ya bei. Lakini aina ya tatu ya kupanga bei nzuri kabisa ni inaitwa event pricing. Yaani bei inayotokana na matukio au wakati. Bei inayotokana na matukio au wakati. Sasa mahitaji yakiwa makubwa, bei inakuwa kubwa. Mahitaji yakiwa madogo, bei inakuwa madogo kwenye hii event pricing. Sasa watu wanachaji bei kulingana na matukio. Wakikuona unakihitaji kwa speed hicho kitu, wanaongeza bei. Wakisikia kuna vita inaendelea Iran, vinaongezwa bei. Matukio yanabadilisha bei ya bidhaa, yanabadilisha bei ya vitu. Matukio inaitwa event pricing. Kwa wakati mwingine ni emergency, yaani kwamba mtu anakitaka kwa haraka hicho kitu. Kwa hiyo kwa sababu ya uhitaji wake wa haraka, hata kija taratibu, unamuongezea bei. Kwa hiyo inawezekana wewe ukawa unahudumia watu ambao wana haraka zaidi tu. Kwa hiyo wewe ni mtu ambaye ni emergency, unauza vitu kwa wanaohitaji vitu kwa haraka. Na watu wengi sana wanasubiri mpaka mambo yakamilike kabisa ndo wanakuja. Kwa hiyo mara nyingi wateja wengi wanakuja na speed ya haraka kununua, wanakuwa na emergency. Kwa hiyo unaweza ukachaji bei kubwa sana kwa sababu ya event. Lakini kuna wakati wa mifungo, tunafahamu kuna Idi, kuna Krismasi, kuna Pasaka, kuna gharama zinapanda za vyakula, au gharama zinapanda za vitu, nguo.
kulingana na event. Inaitwa event pricing. Yaani ulikuwa unanunua dera shilingi 15,000, lakini kikifinga kipindi cha Idi unanunua dera 75,000. Na majina yenu ambayo ni madera tu, mtayaita majina mnaotaka mengine, lakini ni kawaida tu. Unakuta tu kwa sababu ya kipindi, sasa hicho ni kipindi maalum. Event pricing imekutana na kumaliza mfungo wa Ramadhani. Bei za vitu vina shoot kwa sababu ya matukio. Kwa hiyo kuna wafanyabiashara ambao kila siku wanacheza na matukio. Wanaangalia sasa hivi ni tukio gani? Sasa hivi ni Karume Day, sasa hivi ni nini? Wanacheza hapa. Kwa hiyo bei zake zinakuwa na matukio. Au kila siku hata kama anatoa huduma, anaandaa matukio maalum. Kila weekend hii ni ya kitu fulani, weekend ijayo ni ya kitu fulani, weekend inayofuata ni ya kitu fulani. Anaandaa matukio kwenye eneo lake la biashara linalotaka kumsaidia aone kwamba yeye bei zake ziwe ni za matukio tu. Atakuuzia soda shilingi 2,000, unainunua wiki hii na wiki ijayo anatengeneza tukio jingine, story fulani, anamleta mtu fulani, msanii fulani anakuja. Bei zinakuwa tofauti kwa sababu mna matukio yanayoendana na yeye. Kwa kila wakati mtu akiwa anatumia event pricing anakuwa anatengeneza matukio au anafuatilia matukio ili bei yake iwe ni ya matukio. Anaachana kabisa na market pricing. Yaani bei za kawaida ambazo ziko sokoni za shilingi 500 kwa soda, 600, 1000, anaachana nazo. Anatengeneza bei kwa matukio. Mtu wa aina hii anakuwa ameshinda ushindani, anakuwa amekaa kwenye eneo dogo, amewaacha wanaokaa kwenye market value pricing, bei iliyoko sokoni, kubaki peke yao. Kwa hiyo ukizifahamu hata hizi njia tatu zinakusaidia sana kuweza kushinda ushindani wa biashara, au zinakusaidia kuboresha namna unavyotakiwa kutengeneza bei za bidhaa zako. Unaweza ukatumia njia zote tatu. Ukatumia market value pricing ili bei iliyoko sokoni ukaangalia, lakini ukataka kuwauzia vitu watu, ukawa na product ambayo inakidhi hadhi, inatengeneza status ya mtu, au ina ubora fulani, au ina upekee fulani, uniqueness fulani. Ni nguo unashona nguo moja inakuwa na uniqueness fulani, ili watu waje kununua kwa sababu ya upekee. Waje watu kununua kwa sababu ya hadhi. Wanamwona mtu fulani anaivaa na wenyewe wanataka wavae. Kwa hiyo unaongeza bei, unauza bei iliyoko juu kidogo, au ukatengeneza hayo matukio. Unakuwa ni mtu ambaye unatengeneza bei zako kulingana na matukio mbalimbali. Alafu unapata mchanganyiko wa vyote hivi, unakuwa na bei ambazo zinavumilika mwaka mzima unaokuwa unaishi kwa kufanya biashara ile. Lakini hasa zaidi lengo la video hii ni kukuonyesha namna ambayo unaweza ukaongeza layer kwenye bidhaa yako, na hiyo layer ikakusaidia kuweza kushindana sokoni. Layer ni kama utando. Unaweza ukaongeza utando au ukaongeza kitu kwenye bidhaa ulionayo. Na mara nyingi sana zipo kama aina 5. Ngoja leo niongee 3 tu kwa ajili ya muda, na video imeshaongea muda mrefu hapa, nisiwachoshe kwa kukaa sana, lakini nakuhakikisha kwamba utajifunza vitu vizuri sana ukikaa na mimi mpaka mwisho. Layer ya kwanza inaweza kusaidia ukaiongeza ikakusaidia kushindana, huwa ni namna ya kutengeneza hadhi ya brand yako. Sasa Kiswahili brand sijakijifunza vizuri, lakini ni ile jina lako la biashara kulipanua na kuwa jina kubwa. Unakuwa na sababu za kimsingi kabisa za kimakusudi zinazosaidia kukuza jina. Inawezekana ukatengeneza offers maalum au ukatengeneza huduma maalum. Lengo lake ni kukuza jina la biashara yako, brand identity. Ukishakuza jina la biashara, watu wanaanza kununua kwa kufuata jina, sio bei. Watu wanaanza kununua vitu kwa sababu wanaliamini lile jina la ile biashara. Brand identity ya brand yako inaanza kuwa kubwa. Watu wanaanza kuiamini brandi kuliko kuiamini bidhaa au price ya mtu mwingine anayeuza. Kwa hiyo watakuja kununua kwako kwa sababu tu jina lako la biashara lina sifa, lina hadhi kubwa kwenye eneo lile uliopo la biashara kuliko watu wengine. Kwa hiyo ni kutengeneza makusudi ya kuongeza layer, kuongeza utando wa kukuza jina lako na hadhi ya biashara yako. Status ile ya biashara yako inakuwa kubwa, brand yako inaanza kubeba biashara yako. Tunafahamu watu wengi sana ambao wametengeneza hizo brand, kwamba ukisikia hiyo product imetokea huko au ni ya mtu fulani, kuna majina mnayafahamu mengi,
unasema hata kama haujiulizi mara mbili kwamba hiki kitu ni genuine au sio genuine, ni kizuri sio kizuri, ili mradi kimebeba nembo ya lile jina ambalo wewe unaliamini. Kwa hiyo watu wakiliamini jina la biashara yako, kwa hiyo unatengeneza vitu makusudi vinavyobeba hadhi ya jina lako. Unaanza na unakutana vitu vidogo vidogo tu, unavifanya vizuri, vinabeba hadhi ya jina la biashara yako. Watu wanaanza kufuata jina badala ya kufuata bei. Tayari unakuwa umeanza kuvuka landscape ya price competition, ya ushindani wa bei kwenye soko. Ya pili, sababu ambayo unaweza kaifanya au layer unaweza kaiweka kwa ajili ya kukusaidia kushinda ushindani, inaitwa layer ya kimahusiano, relationship layer. Ukijenga mahusiano makusudi kabisa, ukajenga mahusiano mazuri na wateja wako, wakaanza kuja kununua bidhaa kwako kwa sababu ya mahusiano, sio kwa sababu una bidhaa. Ukamtengenezea mtu package ambayo inambeba, inampa nafasi, unavyomhudumia anaona kabisa huyu bwana ananipenda, kwa sababu unafanya zaidi ya kawaida. Usibaki tu kwenye mtu ambaye unauza na kununua, una exchange commodity na hela, unakuwa commodity na hela, hizo zinakuwa transactional. Unatakiwa uitoe kwenye level ya kuwa transactional upeleke kwenye relational. Kwa mfano mimi ambaye nafanya kazi ya delivery, unaweza kaelewa, labda nikitoa mfano kupitia mimi ninafahamu kwamba watu wanahitaji speed. Wanahitaji speed kwenye delivery. Kwa hiyo nikichukua mzigo wako, ninaupatia first priority, naupa kipaumbele, na ufikisha kwa haraka sana zaidi hata ulivyokadiria, alafu ninakurudia kwa kukuletea mrejesho, alafu ninakusaidia kukuambia namna ambavyo tumeufikisha. Naanza kujenga mahusiano kwa kutimiza kusudi tulilokubaliana, promise tuliopeana, vizuri kupita ambavyo tumekubaliana, ili uanze kuona kwamba mimi ni mtu ambaye ni mtegemeo, you rely on me. Kwa tunaanza kujenga mahusiano. Na kama una kitu kingine kadogo kanakoelekea njia moja ambayo mimi naenda, ninaweza kuanza kukubebea bure. Nikamwambia naweza kukubebea nikakupelekea. Nikipeleka kitu chako bila wewe kunilipa, wewe unabaki na deni la kimahusiano ndani yako kwamba bwana amenisaidia bwana. Kwa hiyo nakuwa nimetengeneza mahusiano mimi na wewe. Kwa hiyo siku nyingine ukitaka huduma ya delivery, mtu wa kwanza kumfikiria bila kujali bei ni mimi ambaye nimekusaidia kwanza wakati wewe unahitaji. Kwa hiyo ili niweze kushinda ushindani wa washindani wangu wote waliopo barabarani, mpaka bodaboda wa kawaida ni washindani wangu, mimi lazima nifanye kitu cha ziada kwako kinachojenga mahusiano kati ya mimi na wewe. Uanze kutumia huduma yangu kwa mahusiano, sio kwa transactional, inakuwa relational. Tukitoka tu kwenye transaction inakuwa secondary, yani inakuwa ni ya pili. Bei, price inakuwa ni consideration ya pili. Primarily unakuja kwangu sio kwa sababu ya bei, kwa sababu ya mahusiano. Sasa mbaya zaidi ni pale ambapo watu wanauza tu, wakisha kuuzia tu anakushusha hapo kwenye gari yake, anakudondosha. It doesn't care, hajui alimuuzia nani tena. Ukimuuliza wateja wako wakoje, hawajui. Hafahamu kabisa mtu wateja wake, hajui hata namna ya kuwa retain na kuwapatia uhusiano mzuri kwenye biashara. Mwisho wa siku ile biashara inakuwa na wateja wapya kila siku, haitunzi wateja wake. Kwa hiyo kama ukiona haitunzi wateja, maana yake ni kwamba mahusiano ya muuzaji na mnunuzi hayapo. Kwa hiyo price inakuwa ni sehemu yake ya competition. Lakini ukitaka kuishinda competition, boresha sehemu ya mahusiano kati ya wewe na mteja wako yeyote anayenunua bidhaa yako. Mfanye ajisikie kwamba yuko nyumbani, au pale alipo biashara ile na yeye ni ya kwake. Utengeneze mahusiano mazuri na yeye kwa offerings ndogo ndogo tu, ambazo ni ofa za kawaida kabisa. Unaweza kuwa unaziwekwepa, kumbe unakwepa namna ya kumconvert mteja kuwa loyal customer, ambaye anapaona pale kuwa kwake. Anakuja kwako kwa mahusiano, sio kwa transaction. Ukitoka hapo, leo niishie hii hatua ya tatu ya namna, ziko 5, lakini namna ya kuweza kumconvert mteja aweze kutoka kwenye competition ya price kuja kwenye competition ya mahusiano na vitu vingine, na brand, afate brand
Ya tatu ninaweza kusema ni matokeo au process layer au experience layer. Matokeo, namna ambavyo unampatia mchakato, ule mchakato tu wa namna unavyofanya unamshangaza mteja wako. Watu wote wao wanahudumia kwa kwenda kulia, wewe unaweza ukafanya ukawa crazy ukahudumia kutokea kushoto kaja kulia. Anapata experience ambayo hajawahi kuipata sehemu nyingine. Unaweza kawa tu unamkaribisha kwa maji ya kunywa, au unamkaribisha kwa kahawa, au unamkaribisha kwa kitu fulani maalum ambao akienda sehemu nyingine, na mara nyingi anakwenda kwa washindani wako, hawatoi hivyo vitu. Lakini wewe kwako, mchakato wa kumpokea tu unamfanya ajisikie amefika anapotakiwa kuwa. Namna ya kumhudumia akiwa anatafuta machaguo kwenye bidhaa zako, unavyomwongoza, taarifa ulizonazo kwenye product na service unayoitoa ni za kina kiasi kwamba hazimuachi na maswali. Majibu yake yote, maswali yake yote yanapata majibu kutoka kwako. Unao mchakato ambao haubadiliki. Ni mchakato ambao umeshaandaliwa kwa taratibu. Mchakato ambao unamsaidia yeye aweze kupata huduma bila mawaa, bila makunyanzi. Yaani anapata huduma kiasi kwamba mpaka anasema hivi ninahudumiwa na nani? Hivi kumbe kuna huduma kama hii Tanzania? Ashangae, umshangaze kwa huduma. Lakini anapokuja mteja wewe unamuona kama kero. Yaani kuna watu wanafanya kabisa matangazo yeye mwenyewe. Anaweka mpaka ana promote mpaka ana ad, analipia ad. Alafu mteja akimfuata kumuuliza swali, anamuona mteja kama kero. Anamuona kama anampotezea muda. Anamuona kama sijui kitu gani, kama kituko fulani. Yaani mteja ndo anaanza kumbembeleza mtu wa huduma. Na mnajifahamu. Na mnafahamu, na watu wengi ambao mnapitia huduma mnazo, hata kuuliza huduma mahali, mnajua experience mnayokutana nayo. Wewe ndo unahitaji, lakini anayemtoa huduma anakuacha wewe ndo umuongoze yeye, badala ya yeye kukuongoza yeye, kwa sababu yeye ndo mtoa huduma, anafahamu product yake, anafahamu huduma yake, anatakiwa kuongoze. Lakini wewe ndo unakuwa unauliza swali, yeye anakujibu kwa mkato tu, ndio, ipo, haipo, ndio. Hakuelekezi mpaka mwisho. Haijui, hajitambulishi vizuri, hakubebi vizuri kama mteja, hakuelekezi vizuri. Kwa mwisho wa siku, ile mchakato mzima na experience atakayokupa, anakuambia ondoka, anakufukuza. Lakini mimi ninachotaka kufundisha hapa ni kwamba ukimpa mtu mchakato mzuri, processes nzuri zinazompa the best experience, mtu anakuja kwako kwa experience, sio kwa price. Anakuwa anakuchagua wewe au huduma yako kwa sababu ya experience, kwamba nilivyokwenda kwa yule mtu, I say, anakuhudumia vizuri. Na hasa labda ameleta reject, labda umemuuzia kitu kimeenda kimeharibika, anakurudia. Sasa namna utakavyompokea, najua hapa nimepotea kabisa, hapa nimeingia sio hicho ogano anasema, au nimefanyaje, yani kwamba hapa nilipo sipo penyewe. Lakini kuna namna, kumbe ile ni fursa ya kumconvert yule mteja awe mteja wako wa kudumu milele. Unavyompokea na unavyomtreat return processes, kwamba akirudisha taratibu zako zikoje, zinaeleweka na zinampatia experience ambayo ni wow yule mteja. Ukifanya hivyo, yule mteja anabaki kwako, anakuwa anakuja kwako sio kwa sababu ya bei, anakuja kwako kwa sababu ya ile experience uliyompa mara ya kwanza au kila mara anapokuja kwako. Na bahati mbaya, kila mteja, hata kama ni mteja kujirudia, kila anavyojirudia huwa anataka experience mpya nzuri. Kwa jitahidi kuuza vitu kwa kumpa mtu experience nzuri. Pamoja na kwamba kuna ushindani wa bei, hebu anza kuongeza layer ya experience nzuri. Watu watakuwa wanarudi kwako kwa sababu ya experience, kwamba amejisikiaje mteja alivyokuja kwako, ndio experience inayoiongelea. Umemhudumia kwa taratibu gani? Au umemdhulumu hata chenchi yake? Umefanya vitu ambavyo sio sawa, vimemvuruga kabisa mteja, ndo amekuja kutafuta solution, ametoka matatizo zaidi. Kwa sababu ya majibu yako, attitude zako, namna unavyo react na kila kitu.
Niishie hapa kwa leo kukufundisha kwamba hizi njia 3 nilizozifundisha hapa mwishoni, ukizichukua zinakubadilishia landscape ya biashara yako, zinakufanya uwe na ushindani ambao ni wa kudumu, ambao unaweza ukadumu kwenye biashara kwa muda mrefu, na ushindani ambao unavunja na kuvuka washindani wengine. Asante kwa kunisikiliza, karibu tena video zinazofuata.